muda wa Mangungu wa kuongoza umekwisha. Haiwezekani watu wakisema ukweli ndo anaonekana mtu mbaya. Hii ni taifa la namna gani? Mtazamaji, nipo na Mwina Seif Kaduguda, mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, mwanachama wa Simba, shabiki wa Simba, kuweza kuzungumza matokeo aliyopata jana. Yeye kama mwanachama wa Simba, mwenyekiti aliyewahi kupita, kwa namna moja au nyingine alitegemea kuona kwamba the way wanavyotengeneza timu, kuona kwamba wanakwenda kuvuka katika hatua ya group stage kwenda katika hatua ya robo finali kwa namna ya mwenendo wa timu yao ya Simba. Mwina Seif Kaduguda, Simba wa Yuda. Mzima lakini? Namshukuru Mungu. Mimi nashukuru Mungu kupata nafasi ya kuweza kuzungumza na wewe. Ni agharabu sana na nafasi adhimu sana kukutana na wakongwe kama nyinyi katika soka. Ndio. Jambo kubwa ambalo linatukutanisha ni mpira wa miguu. Ni jambo ambalo linatukutanisha Watanzania wengi na michezo kwa ujumla. Unavyoitazama ligi kuu ya soka Tanzania bara ya NBC tangia imeanza mpaka hivi sasa, unakoshwa na mwenendo wa ligi kuu ya msimu 25-26? Mwenendo hauwezi kunifurahisha kwa sababu Simba haifanyi vizuri, na mimi naipenda Simba mpaka naumwa. Kwa hiyo kama inafanya vibaya siwezi kufurahia. Kuna kauli moja nilisikia, sikuwahi kupata nafasi ya kuzungumza na wewe kwamba uko tayari kufanya chochote ili Simba yako iweze kupata matokeo. Hivi ni ukweli? Kwa mfano inapofika kwenye fainali ya Afrika wanahitaji mtu afe, basi niwahi kutoa kauli kwamba waje wanichukue mimi nife, basi Simba iwe bingwa Afrika. Yaani usiwepo tena duniani, watoto wako wapate shida kwa sababu ya Simba. Kama imefika kwenye ubingwa wa Afrika wa kombe lolote lenye hadhi ya Afrika, yaani ili Simba iwe bingwa wa Afrika anahitajika mtu afe, basi waje wanichukue. Au wasipate tabu kuja kunichukua, wanaambia nende wapi nikafe Simba iwe bingwa. Yaani popote pale wakobana direction pale, kufa Simba iwe bingwa. Kufa tu Simba anakuwa bingwa wa Afrika. Lakini wewe unakoshia kufa sasa. Nini ambacho unaacha nyuma? Unaacha ubingwa wa Simba Na legacy yako wewe. Na legacy yangu mimi. Kwa sababu gani? Tumekuwa huru zaidi ya miaka 60 sasa, si ndio? Wa Tanzania. Hakuna hata klabu moja imekuwa bingwa wa Afrika kwa kikombe cha aina yoyote cha Afrika cha mpira wa miguu. Bado kombe la washindi hatukuwahi kuchukua. Kombe la CAF sasa limekuwa la shirikisho, ndio lile watu wanajaribu kutohoa, lakini ndio lile lilotolewa na Mashuhudi ya Biola kwa mara ya kwanza, alafu limekwenda katika kubadilisha mfumo wa mashindano. Club bingwa imeitwa Championship, hii imeitwa Confederation Cup. Ni majina tu, nomenclature wanaita Waingereza. Mtazamaji, huyo ni Mwina Seif Kaduguda, nipo naye hapa kuweza kuzungumza naye kuhusiana na swala zima la kikosi chake cha Simba, lakini pia maendeleo ya mpira wa Tanzania. Tumeshuhudia kikosi cha Simba kikitoka sare katika mchezo wa jana dhidi ya Esperance ya Tunisia. Unadhani kwamba kwa msimu huu katika michuano ya klabu bingwa ilikuwa tayari unaiona Simba yako ikienda kufanya vizuri, ama hichi ambacho imekipata ndicho ambacho imekipanda? Ni vigumu sana ukipanda maharage kaja kahawa. Ni vigumu sana. Ukipanda maharage utavuna maharage, huwezi kuvuna kahawa wala korosho. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho tumekipanda, lakini sasa hatuna sababu ya kutafuta mchawi. Tukubaliane wana Simba, kwa mwaka huu kuna sehemu tumeteleza. Tujipange upya, tufikirie tuwekeze kwa ajili ya msimu ujao. Wale wanaodai Simba bado na nafasi, si kweli, ni uongo, ni unafiki. Mechi 2 zilizobaki hata ukashinda zote ukapata pointi 6 na 7, wakati kuna watu wana pointi 6 tayari. Farabat ameshinda jana, si ndio? Ukichukua 3 na 5 ngapi? 8. Sasa huyu anayesema leo kwamba bado tuna nafasi, huyu ni mnafiki. Ndio maana yake wanataka kujikosha kwa viongozi. Na hiyo ndio shida ambayo wewe hata uko Simba upendi unafiki. Sipendi unafiki. Nataka ninyooke. Sasa anayenipenda anipende, anayenichukia anichukie, kwa sababu mwisho wa uongo huwa ni aibu. Lakini ukiwa mkweli watakulaumu leo. Mwisho watasema bani fulani alisema, lakini hatukumsikia, lakini alisema. Ukweli unabaki pale pale. Naye kwa mimi ninavyoona, ninavyozungumza na watu wengi, ni mmoja ya kiongozi ambayo mpaka hivi sasa umeacha legacy ndani ya Simba ya kuwa mkweli kabisa.
Hichi ambacho tumeona jana baada ya mchezo kumalizika, mwenyekiti wenu Murtaza Mangungu ambaye ndio mwenyekiti wa klabu ya Simba, baadhi ya wanachama na mashabiki wa Simba kumfanyia vurugu, wengine wakitaka mpaka kumpiga. Unadhani kitendo cha kiustaarabu kwa mashabiki wa Simba au mashabiki wa Simba wamechoshwa na uongozi wa Mangungu? Kwanza ni kuudhalilisha mpira. Kutaka kumpiga kiongozi ni kuudhalilisha mpira na kuudhalilisha ubinadamu. Kwa nini mumpige? Mmemchagua wenyewe kwa kura zenu. Hata kama kulikuwa na mipango, lakini si ndio mmemchagua? Mwisho wa siku tumsubiri kwenye uchaguzi ujao. Na nachomlaumu Mangungu, hii si pepesi macho. Muda wa Mangungu umeisha wa kuongoza miaka 4 kwa mujibu wa katiba ya Simba. Uchaguzi ulifanyika tarehe 22 mwezi Januari 2022. Miaka 4 inaisha tarehe 21 mwezi wa kwanza 2026. Sasa kuna ujanja tunataka kutokea, sijui kuna hivi kuna nini. Watu wafike mahala wamuogope Mungu. Umenielewa vizuri? Wafike mahala watu wamuogope Mungu. Muda wa Mangungu wa kuongoza umekwisha. Haiwezekani watu wakisema ukweli ndo anaonekana mtu mbaya. Hii ni taifa la namna gani? Ni jamii ya namna gani? Uchaguzi ulifanyika kweupe hadharani tarehe 22 mwezi wa kwanza 2022. Miaka 4 inaisha tarehe 21. Tufanye basi tarehe 22 mwezi wa kwanza 2026. Lakini uchaguzi haujatangazwa na anaendelea kuongoza Simba kwa katiba ipi sasa? Kama yeye mwenyewe anaisigina katiba. Inawezekana hichi ambacho kimetokea jana ni vitu vingi ambavyo wanachama wa Simba na mashabiki wanavyo kichwani kwao. Sijui. Wanaweka mwenendo wa Simba, yani wanakuwa na kichwani wanalimbikiza vitu. Na mimi nasema hivi, watu wa Simba ni wastaarabu. Wangekuwa Yanga, Mangungu hayupo siku nyingi. Watu wa Simba, Mwenyezi Mungu awabariki, wanachama, washabiki ni wastaarabu. Kama Yanga, Mangungu hawezi kukaa kwa kipindi chote hiki miaka 4 hakuna ubingwa kakaa. Umenielewa? Kaduguda umekaa muda mrefu sana kwenye soka. Ni kwa nini Yanga wanatafsiriwa kwamba ni watu ambao hawana uvumilivu inapotokea eka zao ndani ya klabu zao? Tumeona hawapendi makando kando. Wanataka kama wameshindwa waone kweli tumeshindwa. Kila aina ya juhudi imefanyika lakini tumeshindwa. Hilo kila mtu anakubali, na hakuna mwana Simba anachukia kufungwa na Yanga, hayupo. Ila ile mara nyingi ndio tatizo. Yanga wametufunga mara chungu nzima. Sisi Simba tumewafunga Yanga mara chungu nzima. Lakini kwa miaka 90 ambayo Simba imekuwepo, Simba mwaka huu 2026 imefikisha miaka 90 tangu imeanzishwa. Yanga ni miaka 91. Haijawahi kutokea Yanga akamfunga Simba zaidi ya mara 3 mfululizo au mara 2. Na Simba vile vile haijatokea. Ni mara ya kwanza mwaka huu unafungwa mara 6. Haipendezi. Sasa kwa kweli binadamu haipendezi kwamba Yanga ni mtani wako. Ni kama vile National Ahli na Zamalek. Haya mambo ya dabi yapo kila eneo. Lakini mpaka wanafikia mahala wanaenda kucheza Spain kwa ukali wa ile dabi ya Zamalek na National Ahli. Serikali ya Misri inaamua wakachezea Spain. Hebu fikiria ni ndani ya Simba kuwa mwandamizi. Katiba haisemi hivyo. Hata kwenye katiba baraza la wazee wameliondoa. Huwa nimefanya mistake. Lakini wana Simba wengi ni kama vile wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wangapi wana katiba? Wachache sana, na hata kama unaweza kuwa nayo usisome. Mtu haone umuhimu wa katiba. Anataka kunywa chai asubuhi, chai yake ya rangi. Lakini anayetengeneza sukari ya 300 ipo. Vitumbua 100. Sasa anaenda kuchukua vitumbua vyake viwili 200, sukari 300 500, anakunywa chai na ondoka zake. Lakini Kaduguda, wanaotengeneza katiba si ni wanachama wa Simba? Wanao sanction katiba ni wanachama wa Simba. Hivyo vipengele ambavyo unavisema ambavyo vilikuwepo kwenye bodi ya wazee maviondoa. Bwana amemaliza muda wake wa uongozi. Wanachama wa Simba hawapo? Wapo. Kwa nini hawasemi? Katika mkutano wa mwisho anasema hapo. Sema kama hivi mimi nasema wanaleta bifu, unajua yule anaharibu Simba. Hivi kweli kwa kusema ukweli unaharibuje taasisi? Watu hawapendi muongo ndio anajenga taasisi. Laghai
lakini mkweli ndio anaharibu taasisi. Kwa yale maneno ya za mwizi 40 ndio haya ambayo mengine anaanza kudhihirika sasa. Utakwenda na ujanja, mwisho wa siku utakwama tu. Hakuna kiongozi wa Simba aliongoza Simba kwenye hadhi ya mwenyekiti kama mimi, lakini nimeondoka pale na heshima yangu. Wewe ndio mwenyekiti ambao una mpunga mwingi. Sina hata nauli, naomba na sioni aibu. Jamani, mimi nauli ya kuja ofisini sina, nilitumieni nauli. Kwanza nitumia na kwenda ofisini. Kwani hivi ili namba uliweke vizuri. Mpaka hivi sasa mwenyekiti amemaliza muda wake, lakini bado anaendelea kuongoza Simba. Na sio kuongoza, kutangaza tu kwamba muda wangu umekwisha. Hiyo ni uungwana. Bado. Wewe ulikuwa kiongozi wa Simba. Yeah. Ukiwa mwenyekiti wa Simba, una faida kubwa binafsi ya mbali ya mwenyekiti. Nikisema binafsi nadhani unanielewa. Binafsi kuna faida nyingine ambayo huwa zinapatikana, ndio maana mtu atangazi mpaka leo, ndio maana mtu anatamani kuwa na kile cheo. Faida ipo. Kwa mfano, ukisha kuwa mwenyekiti wa Simba au wa Yanga, sasa Yanga haituhusu, tunakuja kwenye Simba ambayo inatuhusu sisi. Kuna falsafa mbili, Simba kwanza, tumbo baadaye. Ni falsafa ya kwanza. Falsafa ya pili, tumbo kwanza, Simba baadaye. Basi, na ukisha kuwa na falsafa ya tumbo kwanza, Simba baadaye, umeshafeli. Unaamini ambao wako madarakani tumbo kwanza, Simba baadaye? Ndio maana wamefeli, kwa sababu kama ni Simba kwanza, si wapo watu waliopita. Kwanza unataka kuniambia tangu Simba imeanzishwa mwenyekiti wa kwanza ni Mangungu? Hapana. Hata huyo dalali wanayemshirikisha, je, kwenye mechi zote hizi wanamshirikisha? Hawaoni kama wako viongozi wengine waliopita? Ni lazima awe yeye? Kwa nini hawashirikishwi? Ndio maana nimekuambia Hersi anafanikiwa kwa sababu yeye ni kijana, hana historia ya kuijua Yanga kwa mapana na kwa matandu na ukoko. Mpaka anapopita kwenye makabrasha anasoma, lakini kwa kuiona kwa umri wake hajawahi kuiona. Lakini anashirikisha watu ambao wanaijua na watu wenye weledi, na yeye mwenyewe anajishusha kwenda mpaka nje ya nchi, anatafuta nafasi kule, anakuwa kiongozi. Unajua, nikwambie kitu kimoja, watu ambacho hawajui, elimu ni kitu kizuri sana ambacho Mungu amekisisitiza kwa binadamu katika fani yoyote, na ndio maana Mungu anasema ikra bismi rabbika ladhi khalaq, ikra wa rabbukal akram alladhi alama bil kalami alama al insana ma lam yalam. Hiki ni kitabu cha Mungu. Amesema Mungu sio mzungu wala muhindi wala mwarabu. Ukija kwenye Mithali 4 mstari wa 13 kwenye Biblia anakuambia usimwache elimu akaenda zake. Umenielewa vizuri? Huyu ni Mungu. Sasa Mungu anaweza kuwa bwege? Hawezi kuwa bwege, na hata wahi na haitatokea Mungu akawa bwege. Anakupa misingi ambayo ukiijenga maisha yako yatanyoka, utaishi kwa furaha. Umenielewa vizuri? Kwenye Wathesalonike 1 sura ya 5 mstari wa 16 mpaka wa 18, Mungu anasema furahini siku zote, ombeni bila kikomo, mshukuruni Mungu kwa kila jambo. Huwezi kumwomba Mungu kama humthamini wala humjui. Naombeni nanyi mtapewa. Naombeni nanyi mtapewa. Sasa huyu Mungu ameshakupa maelekezo, wewe hutaki kuyafata, unafanikiwaje? Ni ngumu sana. Mpira ni sehemu ya jamii. Ukishautoa mpira kwenye jamii, basi hauna mafanikio. Sawa. Yanga pia wapo bado katika michuano ya klabu bingwa, wametoka sare dhidi ya National Al Ahly. Kwa upande wako kama Mwina Seif Kaduguda, unawaona Yanga wakijitutumua kwenda katika hatua ya robo finali? Bado wana nafasi kubwa kuliko Simba. Yanga wana pointi ngapi mpaka sasa? 5. Pointi 5. Wana michezo mingapi mkononi? 3. Ya nyumbani mingapi? Miwili. Umenielewa? Shida ya Watanzania ni kuna kitu nataka kukieleza, lakini maneno yake nakuwa na yako. Eleza kama makali. Yani kuna usimba na uyanga wakijuha. Umeona? Wakijinga kwamba Simba wanaweza kujua huyu mtu
anaweza akatusaidia kucheza vizuri, lakini tukimleta itaonekana sisi hatufai, yeye ndio anapata heshima. Na wakati mwingine hata uliofanya mazuri sisi wa Tanzania hawataki kuyakubali, lakini ushayafanya watu wanayajua. Ni moja ya vitu ambavyo Watanzania vinaturudisha sana nyuma. Ukubali kwamba huyu kwenye hili ni mzuri zaidi kuliko mimi, lazima tufike mahala hapo. Na ndio maana mataifa mengine kama ya Europe na Marekani wanafanikiwa. Kwa sababu gani? Mimi sasa Kalunduka kwenye hili yuko bora kuliko mimi, mchukueni huyu. Lakini sisi Waswahili utakubali tu uende ukafanye kazi hata kama huijui kwa ujanja. Sasa dunia hii ya sayansi na teknolojia haina tena ujanja brother. Uko tayari kuiombea Yanga ifanye vizuri kwa kipindi hichi? Mimi kama Yanga inacheza ni falsafa yangu. Mimi kwa kuipenda Simba, sikuipenda kwa kushirikiana na mtu, ni nafsi yangu. Tena nimeipenda nikiwa Sweke, ni kwetu huko Kasulu. Hakuna hata Dar es Salaam sijawahi kufika. Naipenda Sunderland. Na ukija kwetu wakati ule nikiwa mdogo, kijana wa miaka 12 mpaka 15, ukiniita Mohamed hunipati. Unaita Mustafa Choteka. Mustafa Choteka. Yaani ukiza kwa kina Choteka wapi? Kila mtu anakuleta. Kwa sababu Sunderland wingi ya kushoto alikuwa anaitwa Mustafa Choteka. Okay. Wingi ya kulia Anania Sangura. Alikuwa anaitwa Anania au Alimbe. Hiyo Sunderland hiyo ya hatari. Hapa katikati kuna fundi wa mpira anaitwa Haji Leso. Alafu kuna Ali Kajo. Tisa Emmanuel Mbele. Hatari. Fullback Shida Stua, fullback Musa Libabu. Halfback for Juma Mzee. Dala Hamisi Fikiri ni babake na Nkwabi, yeye nilichukua uongozi wa Simba kwake. Babake mzazi Mzee Hamisi. Dala hiyo. Center half hiyo. Watu wa mpira. We bwana. Kwa hiyo uko razi kuiombea Yanga? 6 anakwenda mtu mmoja anaitwa Mama Gilbert Mayinya mashine hiyo. Simba yake. Mashine hiyo. Azali. Alitoka kwanza Sunderland akaenda Yanga Afrika. Loli kuma sana. Kwa hiyo tumalizie hapa. Kwa hatua ya Yanga iliyobaki kwenye michuano ya kimataifa inaonekana kama kwenye klabu bingwa ndio klabu ambayo bado ina nafasi kama ambavyo umesema. Kwa hiyo wewe uko tayari kuiombea ifanye vizuri? Haiwezekani Waarabu nikawasupport kuliko Yanga. Lazima tufike mahala tukubaliane. Yanga, mimi kaka yangu anayezaliwa, yani akizaliwa kwa mama Mwambua Biti Rashidi, anazaliwa yeye nafuata mimi, ni Yanga, namkataa kwa sababu ni Yanga. So that is hopeless. Yani mkubali Mwarabu uliko Yanga, ambaye wewe tunafanya kazi pamoja ni Yanga. Ndio. Kwa nikisaka anasimamia maslahi yangu ni Yanga, nimkatae tu kwa sababu Mwarabu? Jamani, hebu tufike mara Simba tubadilike. Na kote mimi nimefika Morocco na Simba Sports Club. Nimekwenda Algeria na Simba Sports Club. Nimekwenda Tunisia kote, na kwanza nawashukuru na ndio maana naheshimu Simba. Sikuona ujinga kama huu wa Simba na Yanga. Mnacheza na National Ahli. Zamalek hakwambii chochote wala kuone chochote. Upuuzi huko Tanzania peke yake. Tufike mahala tukatae. Unamkubalije yani Yanga afungwe na Waarabu eti kwa sababu wewe ni Simba? Usimba wako una faida gani? Au Yanga anakubali Simba afungwe na Mwarabu eti mimi Yanga bwana, ikiwekwa jiwe na Simba mimi niko jiwe? Very hopeless. Jinga kabisa. Kabisa. Kama mimi ni rais na kukamata na kuweka ndani. Kabisa. Maana sio mzalendo. Kwanza inakujaje? Nimekupa mfano. Kaka yangu anayezaliwa na mamangu mzazi ni Yanga Afrika. Sasa simtaki tu kwa sababu yeye yuko Yanga. Wewe, mimi nikushukuru sana Mwina. Asante sana. Naam, mtazamaji, nilikuwa na Mwina Seif Kaduguda hapa kuzungumza naye, kile ambacho amekizungumza umekisikia, lakini pia unaona jinsi gani anavyoipenda kuona kwamba Simba na Yanga tunakuwa kitu kimoja katika michuano ya kimataifa. Unapokuja swala la Simba na Yanga dabi, kila mmoja anapambania nembo yake. Geoffrey Moses Kalunduka, rais wa Wanyakyusa TZ Tanzania.